Ninawasalimu wapenzi watazamaji, ndugu zangu, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Je, unanitazama kutoka wapi? Maelfu ya wananchi katika taifa letu la Tanzania wameweza kukataa tuzo ya heshima ya kibinadamu ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kupokezwa kutoka kwa chama cha madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo. Sasa imefika mpaka mahala ambapo Samia anapewa tuzo ya heshima ya kibinadamu ya upasuaji, kwani yeye ni daktari. Sasa maelfu ya wananchi wamesema kwamba vitendo vya Samia havistahili kamwe kupokezwa tuzo, kwa sababu ukurasa wa Ikulu Tanzania, jinsi ambavyo unaona hapo, ukaweza kuchapisha kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea tuzo ya heshima ya kibinadamu ya upasuaji wa ubongo kutoka kwa rais wa chama cha madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu Tanzania TNS, Dr. Othman Kiloloma kwenye hafla ya ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa shirikisho la dunia la madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam tarehe 16 Aprili mwaka 2026. Na ukiweza kuangalia hapo utaona hizo picha. Picha ya kwanza ndio hiyo hapo, unaona akipokea hiyo tuzo. Alafu picha ya pili vile vile ndio hiyo. Sasa inaonyesha taswira kamili na lengo la mkutano huu wa kitaifa. Ninakuomba uweze kulike video, vile vile subscribe, tukiwa tunaendelea kujadiliana tuone ni kwa nini maelfu ya wananchi wamekataa tuzo hii ambayo Samia aliweza kupokezwa. Tuzo hii ambayo Samia ameweza kupokezwa inakuja siku chache baada ya chuo kingine kutoka upande wa Nigeria kumpokeza Samia tuzo nyingine ya heshima. Sasa mimi ninashangaa mienendo yake Samia inaendana kweli na kupewa tuzo kama hizi? Pili, Samia alikuwa anasomea udaktari wapi? Alikuwa anasomea udaktari wapi? Anapewa tuzo ya heshima ya kibinadamu ya upasuaji wa ubongo. Anyway, mimi sitaki kuingilia hayo. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Sababu ya kwanza ambayo imeweza kufanya Watanzania ndugu zangu wamekataa tuzo hii, wanauliza ni lini Samia atapewa tuzo ya mauaji? Kama anaendelea kupewa tuzo za heshima, ni lini ambayo atapewa tuzo ya mauaji? Kwa sababu katika uchaguzi uliopita wa mwaka uliopita, mwaka 2025 Oktoba 29, serikali yake ilihusika kuwatoa raia uhai ambao waliweza kukataa ule uchaguzi ambao ulikuwa umekumbwa na dosari. Hatujaona akiwa anapokezwa tuzo ya kama mwanamke wa kwanza mwenye ni dikteta katika bara la Afrika na dunia nzima, ambaye alisimamia mauaji ya raia zaidi ya 10,000. Lakini ikifika tuzo zingine anaoneshwa hadharani. Juzi tu mwaka uliopita kuna kura ambazo zinapigwa dunia nzima, Tyranny of the Year,
yaani rais katili wa dunia nzima. Samia aliibuka kama rais katili wa dunia nzima. Mbona hawakutangaza katika ukurasa huu wa Ikulu Tanzania kwamba Samia amepokea tuzo ya rais ambaye ni katili dunia nzima? Sasa haya ni miongoni mwa yale ambayo yamefanya raia mpaka kukataa hii tuzo. Jambo la kwanza ambalo limechochea wananchi kuweza kukataa hizi tuzo, wananchi wanasema kwamba hichi chama cha madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya ufahamu Tanzania wanapaswa kujichunguza au wanapaswa kuchunguzwa. Itawezekanaje wanampea Samia tuzo kama hii? Amesoma? Na heshima gani hii ambaye aliweza kufanya mpaka akapewa hichi cheo? Je, kuwatoa Watanzania uhai ni heshima? Nimeona wengine wamesema hivi. Anaitwa Mpandaguzi akaeleza kwamba mmebakiza utapeli na vituzo vyenu vya mchongo. Akamwambia kwamba hivi vituzo vyenu ni vya mchongo, sasa mmebakiza kutoa tuzo ya utapeli. Itawezekanaje anapewa tuzo ya heshima kipindi ambapo anazidi kumzuilia Tundu Lissu kwa jela bila makosa? Itawezekanaje? Tuzo ni ya nini kipindi ambapo ndugu zetu ambao waliweza kuuawa mwaka uliopita bado hawajaweza kupata haki? Kuna polisi ambao waliweza kuhusika kutekeleza unyama kama huu, bado wanaendelea kutembea hapa nje, hawajaweza kuchukuliwa hatua yoyote. Tuzo ni ya nini? Nami ninauliza kwamba tuzo ni ya nini kipindi ambapo anaendeleza nchi kwa udikteta? Mtu mwenye anapewa tuzo, namba moja, ni mtu mwenye anajali demokrasia. Namba mbili, mtu mwenye anapewa tuzo ni mwenye uchumi umeweza kuinuka katika taifa lake kama rais. Ni mtu mwenye haki, ama ni rais mwenye haki inapatikana katika utawala wake. Sasa Samia anasema kwamba aliweza kushinda uchaguzi wa haki na alijiapisha akiwa kwenye kituo cha majeshi. Anataka aheshimike. Heshima gani hiyo? Na ndio maana wananchi wamesema kwamba hizi tuzo ambazo analipa ndiposa anapewa. Unajua, acha nikueleze, hizi tuzo ambazo anajipatia ni tuzo za kufanya nini? Hizi ni tuzo za kutaka kujenga imani ya wananchi wa Tanzania kwake. Tuzo za kuambia sasa, kama nyinyi mnanichukia, ona mimi ninaendelea kupewa tuzo, ninaendelea kuheshimika. Hilo ndilo lengo la hii serikali ya Samia, inaendelea tu kununua vituzo. Haya, mwingine akasema kwamba watoa tuzo wenyewe wanajipendekeza ili wasiuawe. Hii serikali ni ya kuua watu. Ndio maana unaona wanauliza eti kwamba anapewa tuzo ili asiwaue. Haya, mwingine akasema kwamba mpeni na ya mashetani, sio ya binadamu tu. Sasa nashangaa napewa tuzo ya binadamu, ya heshima ya binadamu, na yeye mwenyewe alikuwa anawatoa wananchi uhai, na yeye mwenyewe serikali yake chini ya amri yake ndiyo iliweza kuwaua Watanzania. Lazima tuendelee kuzungumza mpaka haki ipatikane kwa ndugu zetu. Mimi sitanyamaza kabisa. Haya, mwingine akasema kwamba ukiona unashangiliwa sana na adui, rudi nyuma, jiangalie ni wapi ulikosea. Unaona, mwingine anamwambia kwamba unaona venye unashangiliwa, unaendelea kupewa vijituzo,
Rudi nyuma ukajitathmini, ujiangalie vizuri ulikosea wapi. Mwingine akasema kwamba watoa tuzo wanajipendekeza ili wasitekwe. Aya, mwingine anasema kwamba tengenezeni tuzo eti tuamini kama una ubinadamu, yaani wa Tanzania tudanganyiki. Unaona, mimi nimewaeleza kwamba hizi matuzo ambazo anajinunulia ni ya kutaka kujenga taswira ili Watanzania wamwamini kama rais ambaye anajali binadamu. Sasa anajali binadamu gani kipindi ambapo utawala wake uliweza kuwaua ndugu zetu mwaka uliopita? Haki hazijaweza kutendeka mpaka wa leo. Uchunguzi ameweza kuzuia matokeo yasitokee. Mimi sitaki kuzungumza mengi. Hizo ndizo sababu ambazo zimechochea mpaka tuzo hizi zimekataliwa na wananchi. Anapewa tuzo ya heshima ya ubinadamu, sijui upasuaji wa ubongo. Alikuwa daktari wapi? Heshima ametoka kwa binadamu kivipi? Unaweza ukasema nini kuhusu hii tuzo ambayo amepewa?